umesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na Mahubiri TV, nikukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri tena ambacho kinakujia kila wakati siku kama ya leo na masaa kama haya. Kwenye kipindi hiki kumbuka ya kwamba tuna wasaa mzuri wa kujifunza neno la Mungu. Na baada ya hapo tunaingia kwenye kipindi cha maombi. Lengo la kipindi hiki ni kufanya we mwenyewe uweze kuimarika kiroho, lakini pia uweze kujua kutumia mbinu mbalimbali ambazo Mungu ametufunulia kupitia neno lake ili kuweza kupambana katika vita ya kiroho, hasa nyakati hizi tunazoishi. Kwa ujue kwamba lengo kubwa ni kukufanya uwe muumini ambaye sio tegemezi, bali ni muumini ambaye anaweza kusimama katikati ya changamoto na anayeweza kupambana vita ya kiroho bila kuhofu kitu chochote, na akatokeza vizuri katika changamoto zote. Ukweli uko hivi, katika dunia hii kuna wakati ambapo unahitaji watu wa kuzunguke, huwezi kukwepa hilo. Katika vita ya kiroho kuna wakati inabidi uwe na watu ambao unawategemea na kushika mkono. Na ukweli mwingine usiopingika ni kwamba kuna wakati ambapo hawa watu wote unaowategemea watakuwa hawapo. Na sasa kama hawapo utafanya nini? Daudi alipoachwa na kila mtu, Biblia inasema kwamba Daudi akajipa nguvu kwa Bwana. Uko wakati ambao inabidi ujue nguvu yako unaitoa wapi. Kipindi hiki ndilo lengo lake hasa katika maisha yako. Kabla ya kuanza somo la leo, hebu tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa neema na upendo wako. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo tena. Tunapoenda kuangalia maandiko matakatifu, naomba uweze kuwa nasi, tupatie uelewa wa kimbingu ili tukayafanyie kazi mambo haya kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kumbuka mpendwa mtazamaji na msikilizaji ya kwamba mwishoni kabisa mwa kipindi hiki tutakuwa na wakati mzuri wa maombi. Tuma maombi yako kwa njia ya simu, tuma ushuhuda wako. Tumekuwa tukipokea shuhuda mbalimbali, na leo muda utakaporuhusu tutakuwa tunaangalia baadhi ya shuhuda na baadhi ya maombi. Na namba yetu ya kutuma maombi au shuhuda ni 0755 932 283, 0755 932 283. Ukituma ujumbe wako hapo tutaweza kupokea vizuri. Kumbuka wakati wa kipindi usipige simu, tuma ujumbe wako, tuma ushuhuda wako, tuma kile ambacho natamani tuweze kukipata kwa pamoja. Sasa basi, hebu tuanze kuangalia kile ambacho tumekusudia katika siku hii ya leo. Kumbuka kwamba katika mfululizo ambao tumeanza kama mfululizo mpya mwaka huu. Nadhani kama sijakosea tuliuanza hapa mwezi wa pili. Nimeelezea kwamba katika mfululizo huu tunaangalia imani. Ni kama kozi ya msingi ya kila Mkristo. Kwa nini somo la imani ni muhimu sana kwa kila mtu? Ni kwamba tuliona Biblia imeweka wazi ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa kama unadhani ya kwamba unaweza ukampendeza Mungu, lazima ujue namna ya kumpendeza Mungu kwa njia ya imani. Kwa kumbe kuna mtu ananisikiliza anasema, mchungaji, nimekuwa nikiwaza kuhusu imani. Nimeamini hiki na hiki na hiki. Nimejiaminisha kabisa katika hilo, lakini sikuona matokeo. Ninakosea wapi? Kuna mahali unakosea. Leo ndipo tunaanza kuangalia vizuri. Kwa wale ambao mnaangalia kwa njia ya television, angalia slide inayokuja hapo sasa hivi. Watu wengi wanaamini ahadi za Mungu, lakini wachache tu huchukua hatua na kuziona zikitimia. Imani sio tumaini tu, kuamini, bali ni kuchukua hatua hata pale unapokosa kuona matokeo ya mara moja. Hizi sentensi mbili nataka uzichukue vizuri sana hapa. Maana kuna mtu ananitazama, mchungaji, niliamini hiki lakini ikatokea tofauti. Niliamini hiki lakini sikuona matokeo. Twende vizuri sasa kwenye somo la leo. Watu wengi wanaamini ahadi za Mungu, na nimetoa kitabu kinaitwa Ahadi za Mungu Kwangu, namna ya kuzidai na kuzipata. Soma kile kitabu vizuri, utajua namna ya kudai ahadi. Maana wakati mwingine inabidi ombi lisindikizwe
na dai la ahadi. Kwa hiyo lazima ujue ahadi ipi inasema nini. Sio lazima ukariri kwamba kwenye kitabu cha Mathayo ngapi 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 ngapi, sio hivyo. Lakini ina maana ya kwamba hata kujua tu ahadi inasema nini ni sehemu yako ya kuactivate ile ahadi, lakini natakiwa kuzijua ahadi, lakini na kujua namna ya kuactivate imani yako. Sikia vizuri sana. Watu wengi wanaamini ahadi za Mungu, lakini wachache tu huchukua hatua na kuziona zikitimia. Imani sio tu kuamini, bali ni kuchukua hatua hata pale unapokosa kuona matokeo mara moja. Hii kitu ichukue vizuri kwenye akili yako sasa. Hebu fikiria juu ya mtu mmoja anayesema, ninaamini hiki kiti ni kizuri na mnaweza mkakaa kwa amani na usalama. Lakini yeye ukimwambia aende kukaa kwenye kile kiti, anasita. Je, huyu mtu ana imani kweli? Mtu anakuambia hili basi ninaamini litawafikisha salama, lakini mnafika kukata tiketi, yeye anakata tiketi ya basi lingine. Huyu mtu kweli yuko sawa sawa? Kwa lugha nyingine, ili tuweze kumwamini anachotuambia, tukate tiketi ya basi lile lile pamoja na yeye, tumuone anakaa kwenye hicho kiti anachokisifia kwamba kiti ni kizuri, na yeye tumuone ya kwamba anaingia kwenye restaurant hiyo ambayo anatuambia kwamba ina chakula kizuri, naye anaoda chakula anakula hapo hapo. Lakini sio kwamba anatusifia sisi alafu yeye anatoroka. Hapo hatuwezi kuamini kabisa anachokisema huyu mtu. Rafiki yangu, sikiliza. Mara nyingi sana, hapa niongee na wahubiri kidogo, unapohubiri ambalo halikugusi wewe, unakuwa msanii na haliwezi kugusa watu kabisa. Lakini kile ambacho na wewe ni sehemu ya maisha yako, hapo kinaweza kumgusa mtu kwa moyo, sio kwa hisia tu. Mchungaji, unamaanisha nini hapa? Hiki ninachokuambia ndicho kitu ambacho na mimi nimekuwa nikiishi siku zote. Hata mimi nimekuwa, kuna baadhi ya vitu huko nyuma nilikuwa ninaamini sioni matokeo, mpaka kuna wakati nikasema, hivi hili somo la imani ina maana labda Mungu anachokisema hakiko sawasawa, au nakosea wapi? Lakini katika kufuatilia taratibu nikagundua Mungu ni mwaminifu, ila mimi ndio nilikosa hekima ya kiroho. Kwa hiyo kuna hekima ya kiroho na kuna hekima ya kidunia, ni hekima mbili tofauti, usije ukazichanganya hapa. Kwa lazima uweze kuelewa hivi vizuri. Twende tuone. Angalia kinachofuata. Imani ndiyo sarafu ya ufalme wa Mungu. Kama vile unavyohitaji pesa ili kununua vitu katika dunia ya kawaida, unahitaji imani ili kupokea ahadi za Mungu. Kama hutumii imani yako, huwezi kuona kile ambacho Mungu amekuandalia. Mchungaji, unamaanisha nini? Mungu amekuandalia kila kitu. Kijiko cha kuchotea ni imani. Mungu amekuahidi. Kazi yako ni kufuata utaratibu wa kimungu ili kuweza kupata. Mimi niko Dodoma, Tanzania. Ninakwambia njoo, nimekuandalia boksi la zabibu. Au unapita kutoka Mwanza, na kuambia ukifika tu karibu na Dodoma, nipigie simu ili nikuletee boksi lile la zabibu. Wewe ukafika karibu na Dodoma na ukawa na mashaka na kile ambacho nimekuambia. Ninasubiria unafika Morogoro, niko naambia nimeshapita, na kuuliza kwani sema nilikuwa nafikiri unatania. Tatizo sio mimi, tatizo ni wewe. Vivyo hivyo ni kwamba Mungu kuna vitu ambavyo ametuahidi kabisa, viko wazi. Kila ahadi ya Mungu iliyoandikwa kwenye Biblia ni kwa ajili yako wewe unanitazama mimi hapa. Kila ahadi ambayo Mungu ametaja kwenye neno lake ni kweli na niamini kabisa. Unapoona ahadi hii haitimii katika maisha yako, tatizo sio Mungu, tatizo ni wewe. Kwa hiyo lazima uanze kuangalia kile ambacho kimetokea kwenye maisha yako, kinatokea kwenye maisha yako, umekiamini na unakifanyaje kazi. Hapo ndipo utaanza kujifunza na kuelewa kwamba hapana, hapa kuna jambo haliko sawa katika maisha yangu. Mimi ndiye nijiadjust. Mara kadhaa ninapoongelea juu ya habari ya kufunga na kuomba, ambao nimekazia sana kwamba jizoezeshe kufunga, zoea kula mlo mmoja wakati mwingine, ingia kwenye maombi, anza taratibu utaingia kwenye kufunga. Nimesema kwamba lengo la kufunga sio kumshawishi Mungu au kumfanya atuhurumie kwa sababu tuna njaa, ila lengo la kufunga ni kujialaini sisi wenyewe, kujiweka sawasawa na mapenzi ya Mungu.
Kwa kuwa mimi mwenyewe kwa maisha yangu ya kila siku nimeenda mbali na ule mpangilio wa kimungu. Kwa hiyo kuna vitu sivipati kwa kuwa Mungu yuko hapa na mimi niko hapa. Kwa hiyo kuna sana niongelesha simsikii. Kufunga kunanifanya mimi niweze kujialign, kwenda sambamba na Mungu jinsi anavyotaka. Kwa hiyo kufunga kuna faida kwangu wala sio kwa Mungu. Vivyo hivyo, imani inakusaidia wewe kusogea karibu na pale ambapo Mungu anahitaji uwe ili uweze kupata. Mungu atusaidie sana kulielewa hili vizuri. Kwenye kitabu cha Evangelism ukurasa 414 paragrafu ya kwanza, mwandishi huyu anasema, kama watu wa Mungu wangefanya kazi ya kuonyesha imani, angefanya kazi kwa njia ya ajabu ili kutimiza kazi hii. Neno ambalo limetumika pale ni ku-exercise faith, kufanyia kazi imani au kufanyia mazoezi imani. Kwa hiyo una imani lakini hujui namna kuifanyia kazi, huwezi kuona matokeo. Ndio maana mwandishi anasema kama watu wa Mungu wangefanya kazi ya kuonyesha imani yao. Yaani imani lazima kuna kazi inayoonyesha imani. Sijui kama unaipata vizuri hii. Yaani kuna kazi ambayo au kuna vitendo ambavyo vinaonyesha imani ipo. Sasa usipoonyesha vitendo vya kwamba imani ipo, anakuambia kwamba kuna vitu haviwezi kutokea. Ndio maana anasema Mungu angefanya kazi kwa njia ya ajabu. Njia ya ajabu ni nini? Maana yake Mungu anaweza akafanya kazi katika staili ambayo hata wewe mwenyewe utashangaa kwamba hivi anaweza katenda kazi kwa staili hii. Hivi kinawezekana? Tutaona hapa mbele tunavyoendelea utendaji wa Mungu jinsi ulivyo. Sikiliza vizuri. Angalia sentensi hii muhimu sana. Mungu yuko tayari kufanya mambo makubwa, lakini hungojea imani inayoonyeshwa kwa vitendo. Hii inamaanisha kumtumaini vya kutosha kiasi cha kuchukua hatua mbele hata pale unapokosa majibu yote. Huna ada lakini unaenda kujiandikisha chuoni. Hiyo ndio imani. Hiyo ndio imani. Huna ada lakini umeamua kwenda chuoni seriously kabisa, na unaambia ada inakuja. Namshukuru Mungu nilisoma kwa njia ya ajabu sana, ambao Mungu kumbe alikuwa ananifundisha ya mambo hata na mimi nilikuwa sijui. Kuna wakati nilikuwa nakosa ada kabisa. Kuna wakati nimeingia kabisa na kufanya mitihani, lakini nilikuwa sina chochote. Lakini nilikuwa naongea lugha ya imani. Tutaona hapo mbele katika somo la siku hii ya leo. Tumemlaumu Mungu sana, lakini ukitazama vizuri sisi ndio tumekosea kanuni za kimungu. Yaani utamlaumuje Mungu? Umemshika mtoto wako na unamwachia anadondoka chini, alafu unamlaumu Mungu wakati unajua kuna nguvu ya mvutano, gravity force. Gravity force inakuambia kwamba utakachokiachia chochote kitaenda chini. Mungu hahusiki na mtoto wako kuvunjika. Ni wewe uliyemwachia wewe mwenyewe. Ulipaswa kutengeneza mazingira mazuri kabisa ya mtoto asianguke. Kwa kuna vitu vingi sana tumemlaumu Mungu, lakini Mungu hapaswi kulaumiwa kwa sababu sisi tumeshindwa kuapply, tumeshindwa kutumia kanuni tulizopewa tayari katika maisha yetu ya Ukristo. Sikiliza vizuri. Imani ni mkono unaonyooshwa kupokea kile ambacho Mungu amekiandaa tayari. Imani sio kungoja tu, bali ni nguvu inayokusukuma kusonga mbele kwa matarajio ya yale ambayo Mungu ameahidi. Hii inakupa nguvu ya kusonga mbele. Hiyo ndio imani. Imani ni kunyoosha mkono gizani, kwa vile tu sauti uliyoisikia ikisema kutokea gizani ni ya Mungu unayemwamini. Akikwambia nyosha mkono nikupe, hata kama huoni, unanyoosha mkono kule kule gizani. Kinachokufanya uwe na ujasiri wa kunyosha ni yule uliyemsikia akiongea, yaani Mungu. Imani lazima ijengwe kwa Mungu na sio vinginevyo. Jinsi ya kutumia kanuni hizi katika maisha yako ya kila siku. Sikiliza vizuri sasa. Ikiwa unaombea ajira, usikae tu nyumbani ukisubiri. Tuma maombi ya kazi. Jifunze ujuzi mpya na ujitayarishe kwa fursa. Sio unaombea Mungu akupatie ajira, umekaa umetulia, unasema itanifuata yenyewe kwa imani. Huo ni ujinga wa kiroho. Haiwezi kukufuata yenyewe kwa imani. Take action, chukua hatua. Kabisa, chukua hatua. Unaonewa kazini,
Usikae chini na kukunja tu mikono nasema nimeomba kwa imani, Bwana atateta na wanaoteta nami, atawavuruga. Hakuna. Kuna baadhi ya vitu inabidi usimame na kuitetea haki yako kwa njia na kanuni sahihi za kazi zilizowekwa. Kama kuna utaratibu wa aliyeko juu ambaye anapaswa kujua unachokipitia ili aone namna ya kusaidia, nenda mjulishe huku umeomba. Mungu aweza kumtumia yule mtu kuingilia kati, sio kukaa unaonewa umekaa tu unasubiri. Sisi wa Kristo Bwana tunapambana tu katika roho na maombi peke yake, tumekaa hapo hapo, alafu unaona mpaka unadidimizwa kabisa, mpaka unakandamizwa. Sema Mungu yuko wapi? Mungu alikuwepo. Mungu alikuwa yuko tayari kumtumia bosi aliyeko juu yako ili akusaidie, lakini hakuwa na taarifa, maana ulikunja mikono, hukusema kwa njia sahihi. Unataka ajira, muombe Mungu ajira kwa imani. Jione ukiwa katika ofisi fulani nzuri kwa imani. Amini, furahia, shangilia hata kama hujaona kwa macho, lakini tuma maombi kwenye makampuni mbalimbali. Na wakati huo unasubiri kuajiriwa, lima mboga pale nyumbani. Anza kulima sukuma wiki, anza kulima nyanya kwenye makopo. Chukua tu makopo, kata, weka mbolea, lima nyanya, toka nje. Mungu anaweza kuibariki kazi ya mikono yako kupitia nyanya, ukaanzisha kampuni. Hivi ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Imani pasipo matendo imekufa. Ikiwa unamwamini Mungu kwa uponyaji, tamka afya juu ya mwili wako. Shughulikia mwili wako kwa njia bora na kushikilia ahadi za Mungu kila siku. Ni kweli kuna ahadi inasema watakula vitu vya kufisha wala havitawadhuru. Andiko hili halija kutuma kwenda kunywa pombe. Andiko hili halija kutuma kwenda kunywa soda na umeshaambiwa kabisa ina vijiko vingi vya sukari ambayo ina madhara kwenye mwili wako. Hili andiko limekuambia hivi, pale ambapo unakula chakula sahihi na hiki chakula huenda kina madhara usio yajua wewe, watakula vitu vya kufisha havitawadhuru. Hapo andiko hili lina apply. Andiko hili lina apply pale ambapo watu wamekutegea sumu na huna habari, wakiwa na lengo la kukuua. Watakula vitu vya kufisha lakini havitawadhuru. Andiko hili halimuhusu mtu ambaye ameona kabisa wakimwekea sumu kwenye chakula na anaenda kunywa, akisema hata andiko linasema utakufa na Mungu atabaki kuwa mwenye haki na utakuwa mzembe. Elewa andiko hili unaliapply wapi na wapi huwezi kuliapply. Andiko hili linahusu mtu ambaye umeenda kwenye nyumba ambayo wamekwambia ile nyumba kabisa ni ya wachawi, ni wachawi wale pale. Wamekukaribisha chakula na wewe unakula kile chakula kabisa kwa imani ya kwamba utakuwa huru. Hili andiko hapa linafanya kazi kwa kuwa lengo lake ni kuonyesha Mungu ana nguvu kuliko wachawi. Hapa andiko linafanya kazi. Imani yako lazima ujue namna kuiactivate vizuri. Sikiliza tena hii. Ikiwa unamuomba Mungu mafanikio ya kifedha, anza kudhibiti matumizi yako kwa hekima, toa kwa ukarimu na tafuta njia za kuongeza kipato chako. Si unamuomba Mungu akubariki kiuchumi na umekaa umekunja mikono na hufanyi kazi. Maandiko yako wazi yanasema Mungu atazibariki kazi za mikono. Kwa unapoomba baraka ya kiuchumi, kwa Mungu akubariki katika uchumi wako, Mungu akubariki katika maendeleo yako ya kawaida. Mungu anaangalia cha kubariki, akikikosa hawezi kubariki. Una nini cha kumwambia Mungu bariki hiki hapa? Kwa kuwa anasema atazibariki kazi za mikono yako. Umemaliza chuo na unakaa nyumbani, unasema unasubiri ajira. Na mimi nakuuliza, ni kweli unasubiri ajira? Nitakuuliza swali. Je, umetuma maombi kwenye kampuni ngapi au mashirika mangapi? Serikali zimetangaza ajira. Je, umeapply? Umeapply mara ngapi? Lakini wakati unaposubiri hii ajira, na mimi nitakuuliza, madumu ya maji ambayo yanatupa huko barabarani yale makubwa, nayo pia kuyakusanya ni shida. Si unaweza tu ukaenda ukachukua hata dumu la maji ukalikata na ukajaza mbolea na ukaanza kupanda mboga na ukaenda kuuza? Hilo nalo linataka nini tena zaidi ya hapo? Mungu atusaidie sana. Imani lazima iwe na matendo yanayoambatana nayo. Hiyo ndio kanuni. Na kwa nini imani lazima ifanye kazi? Yaani ionyeshe matendo kwa lugha nyingine. Sikiliza. Kama unamwamini Mungu atakupa mahitaji yako,
lakini huchukui hatua ya kufanya kazi, kupanga au kuwekeza, imani yako haifanyi kazi. Hiyo imani huwezi kuona matunda yake. Anza kuwekeza, anza kuchukua hatua. Kitabu cha Yakobo sura ya 2 fungu la 26 anasema, kama mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo imani pasipo matendo imekufa. Kabisa. Imani ni nguvu, lakini haina faida kama haitumiwi kwa vitendo. Sasa tazama hiki ambacho mtume Yakobo anakiweka vizuri. Ukitazame vizuri kwa makini. Kama mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo imani pasipo matendo imekufa. Hebu tuliza akili yako sasa taratibu, ili uanze kufikiria ili neno vizuri. Litafakari kwenye akili yako. Linganisha mwili na roho, linganisha imani na matendo. Roho ya uhai ikimtoka mtu, mwili umekufa. Hatuwezi kuona mwili ukicheza, hatuwezi kuona ukitembea, hatuwezi kuona ukiongea. Na anakuambia hivi, ni kweli una imani, yani kwa lugha nyingine una mwili. Ili huu mwili uweze kuwa hai tuone matokeo yake, lazima upuliziwe puani pumzi ya uhai, roho. Vivyo hivyo, ili imani iweze kuonekana ikimuvu, ambayo ni kama mwili, lazima uichanganye na matendo, ndipo utaona matokeo yake. Mungu atusaidie sana. Rafiki yangu nanisikiliza, imani ni kuchukua hatua hata kama huwezi kuona matokeo bado. Usisubiri uone matokeo, chukua hatua. Usisubiri uone tangazo la ajira, andika CV yako. Unapoandika CV, anza kuingia na kutafuta matangazo au maeneo ambayo ni area yako ambayo unaitamani. Nenda tembelea ofisi, acha barua yako pale, ondoka. Usiamke asubuhi unamkia kwenye TV alafu unalalamika sina baraka ya kiuchumi. Mungu habariki TV, Mungu anabariki kazi za mikono yako. Usiamke asubuhi unakimbilia kwenda kucheza game. Mungu habariki wanaocheza game, Mungu anabariki kazi za mikono yako. Nenda ukachangamke. Hiyo ndio imani yenyewe. Sasa imani ni kuchukua hatua hata kama huwezi kuona matokeo bado. Unajua imani ni kama vile kupanda mbegu. Na imani kweli ni kama mbegu. Maeneo kadhaa imefananishwa na mbegu, na huko nyuma tulishaelezea hilo. Inafananishwa na mbegu kabisa. Unajua, unapopanda mbegu huoni matokeo mara moja. Unamwagilia maji, unaipalilia, wakati mwingine hata kabla haijatokeza unaondoa majani, na unaamini itamea hata kabla hujaona mmea wake ukitoka ardhini. Ndivyo tunavyofanya katika ukulima wetu. Tunapanda mbegu na tunaondoka, lakini unaamini. Huwezi kumuona mkulima amepanda mbegu leo, kesho anakwenda anachungulia tena. Anakwenda, yani kila siku anakwenda kuchungulia. Hapana, tunaipa muda alafu ndipo tunakuja kuchungulia. Kwa nini Wakristo wengi hawaoni matokeo ya imani zao? Ni kwa sababu kila wakati wanakuja kuchungulia, kila wakati wanakuja kuchungulia. Na kule kuchungulia sana mara kwa mara kunakaribisha roho ya mashaka. Kwa sababu unapona haijatoka unasema au imeliwa na mdudu, au ile mbegu huenda ilikuwa sio sawa sawa, au zinakuwa nyingi. Zinapokuwa nyingi unaua ile imani yako, unaua mbegu yako. Kuwa makini katika hili. Watu wengi sana husita kuchukua hatua kwa imani kwa sababu wanataka kuona matokeo kwanza, lakini huu sio mpango wa Mungu. Sasa basi imani ni nini? Fuatilia mambo yafuatayo. Imani ni kutii kabla ya kuona matokeo. Wow, ishike vizuri hiyo. Imani ni kutii kabla ya kuona matokeo. Yule mgonjwa alipoambiwa inuka, alianza kuinuka kabla hajasikia misuli yote iko sawa sawa. Imani ni kumwamini Mungu kabla hali haijabadilika. Kuna mtu unanitazama hapa sasa hivi uko kitandani. Kuna mtu unanisikiliza sasa hivi uko kitandani. Jione ukiwa ni mzima na unatembea ukiwa umepona, hata kama hujaona matokeo ya kupona kwako.
Yaani hujaona matokeo, lakini ndani ya imani yako, ndani ya moyo, utu wako wa ndani, jione ukiwa umesimama unaendelea na shughuli zako kabisa. Ukiweza kulishikilia hili kwa imani, angalau na zoezi lako la imani kila wakati, zoezi la imani kila wakati. Wewe unanisikiliza, umeparalyze, umekaa kabisa, miguu yako haifanyi kazi, unanisikiliza sasa hivi. Wewe fanyia mazoezi imani. Chukua muda tu fulani, umekaa mwenyewe, anza kujenga picha uko unatembea vizuri, unafanya kazi zako kama kawaida. Jenga hiyo imani, mshukuru Mungu kwa hilo. Ni kweli ukifumbua macho utajikuta bado umekaa kwenye hicho kiti. Ni kweli ukifumbua macho unaweza kujikuta bado upo kitandani, lakini hayo ni macho ya damu na nyama. Kwa macho ya imani, hicho ulichokifanya ni mbegu tayari umeweka ardhini, inaota hatua kwa hatua. Usiulize lini, usiulize kwa namna gani, utashangaa siku moja pop, unatembea kwa njia ambazo Mungu anazijua yeye mwenyewe. Atatumia watu sawa, atatumia madaktari sawa, iwe ni muujiza wa msuli unapata nguvu sawa, sio kazi yako. Usimwelekeze Mungu njia. Unapoenda hospitali huwa humwambii daktari nipime hivi, unamsimulia ugonjwa, unamwachia yeye afanye kazi yake mwenyewe kwa taaluma yake. Vivyo hivyo na Mungu wetu, tumwache atende mwenyewe kama anavyoweza yeye mwenyewe. Imani ni kusonga mbele kabla mlango haujafunguka. Imani ni kusonga mbele hata kabla mlango haujafunguka. Mungu atusaidie sana. Rafiki yangu mmoja alipitia uzoefu mgumu wa kutekwa nyara wakati fulani, na walikuja kumpata baadaye akiwa amechoka sana. Wakati anahojiwa na vyombo vya usalama kwamba ulikuwa wapi, anaelezea vizuri, lakini alipoulizwa kwenye lile jumba zito lenye giza ulikuwa unaona nini, anasema mimi nilikuwa ninaona nuru. Ndio majibu yake. Mpaka askari alizani kwamba jamaa akili zake haziko vizuri. Ni kwa sababu imani ni kuona mlango wakati pamefungwa. Hiyo ndio imani. Imani ni kuona daraja wakati kuna mto, maji yanapita. Hiyo ndio imani. Imani ni kuona nywele zikiwa zimeota wakati ulinyolewa ukiwa huna habari, na zimegoma kuota, ni mwaka wa 5, lakini bado unaamini ya kwamba zipo, na mtu akishika hivi hazioni ila wewe unaziona. Nafikiri kuna kitu unajifunza hapa. Kuna mtu anaweza akashika, mwambie mbona bado hazipo, mwambie mimi naziona zipo, zimeshaota tayari. Hiyo ndio imani. Hiyo ndio imani. Usikubali kitu kingine chochote. Watu wengi wanashindwa kufikia kule walipokusudiwa na Mungu kwa sababu ya roho ya mashaka. Hivi kweli itatokea? Hivi kweli itakuwa? Hivi kweli? Hebu sikiliza vizuri kisa hiki cha Luka sura ya 17 fungu la 11 mpaka 19. Utasoma kwa muda wako kwa kirefu sana, lakini kuna maandiko machache natamani uweze kuyapata leo ya kusaidia wewe kusonga mbele. Nitasoma ule mstari wa 12. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali. Fungu la 13 nasoma Kiswahili cha kisasa. Wakapaza sauti wakisema, Yesu mwalimu, tuonee huruma. Fungu la 14. Alipowaona akawaambia, nendeni mkajioneshe kwa makuhani. Basi ikawa walipokuwa wanakwenda wakatakasika. Kuna kitu kizito nahitaji ukipate hapa. Stop kidogo hapo, tuliza ubongo wako uweze kumeza hii. Haya ni madini matakatifu, yatakusaidia. Sikiliza sasa. Kwa mujibu wa Torati, mtu yeyote ambaye alikuwa na ukoma alikuwa anatupwa mbali kabisa na watu. Ndio nasikia ile story ya ule wimbo wa kishindo cha wakoma ambao ni maarufu sana hapa nchini Tanzania. Ni kwamba wale wakoma walikuwa wanakaa mbali nje, wanatupwa, hawafai. Lakini katika kukaa kwao huko walikuwa wanapona automatic kwa neema ya Mungu. Na kila anayejigundua kwamba ukoma umeondoka alikuwa anaruhusiwa kurudi, lakini haruhusiwi kuchangamana na watu. Anatakiwa aende kwanza kwa kuhani ambaye ndiye anayejua kupima ukoma kwamba umeisha au haujaisha. Sasa twende vizuri hapa. Hapa kuna wakoma 10. 9 walikuwa ni Wayahudi, 1 alikuwa ni Msamaria. Ndipo utakuja kugundua watu wenye matatizo yanayofanana wanaungana pamoja, haijalishi wametoka wapi. Wakikutana tu wanakuwa ni kitu kimoja.
Walipomwona Yesu kwa mbali, hawaruhusiwi kumsogelea kwa sababu ya Torati ndivyo inavyosema. Wanamwambia, utuhurumie. Utuhurumie nini? Tumesikia ya kwamba wewe umeponya walio wengi. Imani huja kwa njia ya kusikia. Kusikia neno la Kristo. Yesu badala ya kuambia njoni niwaguse, anawaambia neno moja tu. Sioni akiongea nao neno lingine kuwapongeza, kuambia, hakuongea kingine chochote. Anawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Hii sentensi kwako unanitazama unaweza usielewe, lakini kwa Myahudi anaielewa. Kwa Myahudi anajua kwamba kwa mujibu wa Torati anayekwenda kujionyesha kwa kuhani ambaye alikuwa ni mkoma ni yule aliyepona. Yesu anapowaambia enendeni mkajionyeshe kwa makuhani, kana kwamba anawaambia kwa kitendo cha kuniambia tu tuhurumie, mmepona tayari. Na hawa wote 10 wakaliamini lile neno kama lilivyo. Hawakusema, la Bwana, nyoosha mkono wako angalau niguse. Nakutana na watu huko, naona haya mambo sana. La Bwana, angalau uweke mikono juu yangu. Hawakusema hilo. Waliposikia neno moja tu linasema nendeni mkajionyeshe kwa makuhani, kwa lugha nyingine, nimesikia tayari, nendeni mkajionyeshe, imekuwa tayari. Wakachukua hatua. Soma vizuri kisa. Kisa hiki hakionyeshi kwamba Yesu alivyotamka vile ndipo walipona. No. Walipokuwa wakienda, sikiliza ile andiko vizuri, basi ikawa walipokuwa wanakwenda wakatakasika. Haisemi ikawa walipolisikia neno wakatakasika. No. Inasema walipokuwa wakienda. Kwa lugha nyingine, mchungaji unasemaje? Walipotii. Walipotii. Narudia tena, walipotii. Fungu lile la 15 ndipo anasema, mmoja wao alipoona kwamba ameponywa, alirudi akimtukuza Mungu kwa sauti kubwa. Wow. Ni mambo mangapi Mungu amekutendea umeshindwa kumtukuza kwa sauti kubwa? Alikuwa anapiga kelele, asante Yesu, nimepona. Anapiga kelele, anakuja na akapiga magoti, akageuza sasa. Badala ya kwenda kujionyesha, anarudi kushukuru. Ila Wayahudi, watu wa sheria, wanatii sheria hao. Neema hakuna, wao ni sheria. Straight wakaenda. Nakumbuka Yesu alimwambia huyu, wewe umekuwa mzima. Ile ilikuwa ni kifungo, ni seal, kwamba hutakuja kupata ugonjwa tena, maana umejua kushukuru. Mungu atusaidie sana, midomo yetu ijifunze kushukuru kwa sauti. Mungu atusaidie sana, tujue kuambia watu matendo makuu ambayo Mungu ametutendea. Ni leo nilikuwa nasoma comments moja katika channel yetu ya Mahubiri TV. Nikaona mtu mmoja ameandika pale, kuna somo ambalo nilifundisha hata sikumbuki ni lini. Nimekuta comment yake moja pale. Anasema, watoto wangu, familia yangu ilikumbwa na roho ya magonjwa, imepona baada ya kusikiliza hili somo. Huyu ndiye Mungu. Huyu mtu akashindwa kuvumilia kwa sababu hawezi kuongea, akaamua kucomment pale moja kwa moja, akaeleza matendo makuu ya Mungu aliyomtendea. Mungu atusaidie tuweze kumtukuza kwa njia ya midomo yetu. Lakini nataka nikazie hili hapa. Walipokuwa wakienda, kitu ambacho kimekuzuia we kupokea vitu vingi sana ni kuchukua hatua. Hiyo ndio imekuangusha sana. Imekuangusha sana. Tuangalia vitu vingine ambavyo vimekuangusha hapo mbele kwa haraka kidogo, ili uweze kuchukua hatua. Walipokuwa wakienda, imani inahitaji kusonga mbele. Kama wangelikaa pale walipokuwa, wasingeponywa. Imani inahitaji utii. Walifuata maagizo ya Yesu kabla ya kuona matokeo. Kuna wimbo tunaimba, amini ukatii. Tumeimba huu wimbo sana, amini, 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 lakini ukatii. Walitii. Imani inazaa matokeo. Uponyaji wao ulitokea walipokuwa safarini. Wow! Hapa ndipo uponyaji wao ulipotokea, walipokuwa safarini. Uponyaji ndipo ukaanza kutokea. Umekaa hapo ulipo siku zote, unafikiri una imani, lakini umeshindwa kuactivate hii imani kwa kutenda.
Rafiki yangu, je, Mungu anakuhimiza kufanya nini kwa imani yako? Ni kitu gani ambacho Mungu amekuwa akikwambia kila wakati lakini hujachukua hatua? Usingoje hali iwe kamili, anza sasa. Usingoje kila kitu kiwe sawa, anza sasa. Usiruhusu hofu ikucheleweshe. Watu wengi hupoteza baraka zao kwa sababu wanachelewa kuchukua hatua. Nitachukua hatua kesho, kesho kutwa. Nitafanya kesho, kesho kutwa. Chukua hatua kuanzia leo. Chukua hatua, chukua hatua, chukua hatua, chukua hatua kabisa. Na kusii sana, chukua hatua. Usiruhusu hofu ikucheleweshe. Endelea kusonga mbele kama wakoma walivyotembea. Baraka zako zitaanza kujidhihirisha unapoendelea mbele. Maswali ya kujitathmini natamani ujiulize. Je, kuna jambo ambalo ninasema ninaamini lakini sijachukua hatua kulihusu? Jiulize. Mungu ananiambia nichukue hatua gani ya imani leo? Lakini lazima uweze kuishinda hofu yako. Utafanyaje ili uweze kushinda hofu kwa njia ya imani ambayo imekuwa ikikunyemelea kila wakati? Hofu ni moja ya adui mkubwa sana wa imani. Ikiwa shetani anaweza kukufanya utilie mashaka ahadi za Mungu, atafanya hivyo. Na lengo lake ni kuzuia usione matokeo ya kile ambacho Mungu amekuahidi. Watu wengi sana hushindwa kuona matendo makuu ya Mungu katika maisha yao kwa sababu waliruhusu hofu itawale safari yao ya imani. Mashaka, wasiwasi, haya yote yanadhoofisha imani yako. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 fungu la 7, Biblia inasema, kwa maana Mungu hakutupa roho ya hofu, bali ya nguvu, ya upendo na moyo wa kiasi. Hofu huzuia muujiza wako. Na watu wengi sana ambao wanapambana na hii hali, kuna vitu vinawapata vifuatavyo. Vipi kama haitatokea? Ndio maswali ambayo najiuliza. Vipi kama nitashindwa? Hivi itakuwaje kama hiki ambacho nimekiamini hakitatokea? Nadhani yule ambaye kuna mambo mengi ambayo hayakutokea kwenye maisha yako, leo umeanza kujua uliyaweka sumu mwenyewe. Vipi kama Mungu hatanitendea? Vipi kama? Hofu ni sauti inayokuambia mambo yafuatayo. Ukitaka ujue hofu ulionayo ni roho ya shetani, sikiliza yafuatayo. Utasikia sauti na kusemesha, usijaribu, utashindwa, hutokezi wewe, hutatoboa. Hiyo sauti unaisikia ndani ya moyo wako, jua hiyo ni roho ya shetani. Usiende mbele, hakuna atakaye kusaidia, utakuwa peke yako huko. Ni shetani. Maana hata kama hakuna watu wa kukuunga mkono, Mungu naye hayupo. Huyo ni shetani huyo. Sikia sauti nyingine tena. Mambo hayawezi kubadilika, kubali hali ilivyo. Kila kitu kitakuwa hivi hivi. Hii ndoa yako haitabadilika. Ukisikia hiyo sauti, ni shetani. Ikiwa Mungu aliweza kutengeneza njia katika bahari, ni jambo gani ambalo linamshinda Mungu? Halipo. Lakini imani inasema yafuatayo. Ukisikia hii roho ikisema ndani yako, sauti hii, jua ni Mungu anasema ndani yako. Na inasema hivi: Mungu anaweza kufanya njia ambapo hakuna njia. Ukisikia hiyo, jua ni roho wa Mungu anakusemesha. Ukisikia sauti hii, ninaweza kufanya mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu, ni Mungu anayesema ndani yako. Mungu atanifanikisha kwa sababu ameniahidi. Ukisikia hii sentensi za kutia moyo na nyingine nyingi, ni Mungu anasema ndani yako. Hofu inakufanya ushindwe kuchukua hatua ya imani, na kukufanya hivyo unakosa muujiza wako. Mnakumbuka story ya Petro kutembea juu ya maji. Petro alipotembea juu ya maji, alitembea juu ya maji mara ya kwanza Yesu aliposema tu njoo, alipomtazama Yesu, Petro akaanza kutembea juu ya maji. Lakini alivyoona upepo, akaanza kuzama. Alipobadilisha focus yake kutoka kwa Yesu, ikaja kwa matatizo, ikaja kwa upepo, ikaja kwa mawimbi, akaanza kuzama.
Usibadilishe focus yako, endelea kumtazama Yesu. Haijalishi kelele za upepo ni kiasi gani, haijalishi kelele za bahari ni kiasi gani, haijalishi upepo na kupiga mpaka unasikia nguo inacheza kabisa. Tazame Yesu. Usiangalie nguo inayochukuliwa na upepo, usiangalie maji yanayokuangukia. Tazame Yesu, mtazame Yesu, mtazame Yesu. Hofu ilimfanya Petro azame kabisa. Moja hatua muhimu za kuchukua ili uweze kuikuza imani yako kama Petro alivyorudi na kumtazama Yesu kwa haraka. Tafuta na uandike mistari ya Biblia inayozungumzia imani na ujasiri. Iandike ile mistari, iandike. Kama iko kwenye simu yako, ichukue mahali, weka kwenye notes, anza kuisoma. Tafakari neno la Mungu kila siku. Jifunze ahadi za Mungu na uzitangaze juu ya maisha yako. Ukiona kile kitabu ambacho nimekiandika juu ya ahadi za Mungu ni kinene kiasi hiki, ndio ujue kwamba ziko nyingi na wala sijamaliza. Ziko nyingi. Kuna sura ya mwisho kabisa ambayo nimechukua tu ahadi tu nyingi na aina zake. Huku kwingine nimeanza kuelezea ahadi moja moja, ahadi mbalimbali na unawezaje kuidai kwenye maisha yako, lakini kuna sura ya mwisho ambayo nimeelezea tu ahadi tu kadhaa, sura nzima tu, kwamba ukihitaji mambo ya uchumi, ahadi hii hapa. Ukihitaji uponyaji, ahadi hii hapa. Ukihitaji hekima, ahadi hii hapa. Usimame na uweze kuzidai. Jifunze ahadi za Mungu na uzitangaze juu ya maisha yako. Yaani jitamkie zile ahadi, wewe zitamke juu yako. Usisubiri mtu akutamkie, jitamkie. Jitamkie wewe mwenyewe. Omba Mungu akuongezee imani. Omba Mungu akuongezee imani. Imani ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ikiwa unajisikia dhaifu katika imani, unaweza kumwomba Mungu na atakuwezesha kabisa kuwa mshindi. Baadhi ya sentensi ambazo natamani uweze kuzijua zipo katika Marko 9:24. Naamini lakini saidie kushindwa kutokuamini kwangu. Kushinda kutokuamini kwangu. Kumbe kutokuamini ni kitu ambacho unapaswa ukishinde. Omba kila siku, usiache kuomba. Mwambie Mungu, ongeza imani yangu. Usione aibu kukiri kuwa una shaka. Usione aibu, lakini usiache shaka ikutawale. Mimi unayeniona hapa, nimewaambieni sana, mimi na Mungu mimi ni mtoto wake. Na wewe pia amini hivyo, ni mtoto wa Mungu pia. Mungu kwangu ni daddy, aba. Nikiongea naye huwa siongei naye kwa unafiki. Sehemu ambayo nimekuta na mashaka huwa namwambia kabisa kwamba ninakuamini kabisa upo. Katika hili imani yangu imetikisika, nisaidie. Na pote nilipokuwa honest, mkweli kwa Mungu, alinishika mkono. Acha kuwa mnafiki. Kama unasikia mashaka, kiri mbele za Mungu, ambie Mungu, hapa nimesikia mashaka. Ila usikubali mashaka yakutawale. Zingatia hilo. Hata Ibrahimu alikuwa nayo, baba wa imani, lakini hakukubali yamtawale. Chukua hatua ndogo za imani kila siku. Kuna hatua ndogo ndogo za imani. Kabla sijaingia kwenye kufunga somo la siku hii ya leo, hizi hatua natamani uweze kuzichukua kwenye maisha yako. Chukua hatua ndogo ndogo za imani. Najua kuna mtu unanitazama unaandika. Unaweza ukaandika au ukarudia tena kulitazama somo hili ili uweze kuchukua hizi hatua vizuri katika maisha yako. 1. Kwa maana twaenda kwa imani, si kwa kuona. Wakorintho wa 2:5-7. Hatua ya kwanza, tembea kwa imani, si kwa kuona. Ikiwa unahofia kuanza biashara mpya, anza kwa hatua ndogo. Anza kwa hatua ndogo. Anza kwa hatua ndogo. Anza. Mchungaji mmoja ambaye yuko mafunzoni alinitembelea ofisini. Ameamua kwenda kumtumikia Mungu kwa kusoma uchungaji. Familia yake haikumuelewa. Naongea habari ya kitu ambacho kimetokea jana. Akanambia, pastor, napitia wakati mgumu, sina ada. Na chuo kinafunguliwa, sina chochote. Nimekuja angalau nishauri kwamba tufanye nini. Cha kwanza ambacho nilimwambia, una barua ya usajili kutoka chuoni? Akanambia ndio. Ambayo inaonyesha wewe ni mwanafunzi? Ndio. Nikamwambia, anza, nenda kwa watu kwanza. Kuna watu makanisani ambao Mungu amewaandaa ili wakusaidie, lakini hawajui wakupate wapi. Tunaomba leo kwa imani, lakini nenda kwenye makanisa kadhaa, jitambulishe pale. Utapata 50,000,
Utapata 100,000, utapata kiasi kadhaa. Kwa kuwa ada yako, aliniambia ada yake ni kama 900,000 na kitu, jumlisha na vitu vingine vyote 900,000 na kitu, utajikuta kwamba 100,000, 50,000 mpaka hii wiki ambayo imebakia ni kidogo sana chuo kifunguliwe, utakuwa umepata angalau hata nusu ya ada. Anza na hiyo, Mungu atafungua milango. Na nikamwambia, na kabla ya kuondoka, pitia hapa tuweze kumshukuru Mungu tena kwa kile ambacho Mungu amekutendea. Lakini angelikana kusubiri nitapata wapi ada. Ninasubiria siku nyingine nitakuja kutoa ushuhuda kwenu kwa kile ambacho Mungu amemtendea yule mchungaji. Maana nimemwambia nenda kawaone watu, nenda. Alafu baadaye utakuja hapa ofisini mwishoni kabisa, siku ya kuondoka, njoo hapa. Nina imani ya kwamba Mungu anakwenda kumtendea kitu. Alikuwa hajaanza kuchukua hatua. Huenda alikuwa anasubiri tu Mungu amshushie mtu maono, pop, amwambie saidie mtoto wangu ada. Sio. Naongea na wale ambao Mungu amewaita kuwa wahubiri. Ikiwa unahitaji, unasikia wito wa kuhubiri, anza kuhubiri kidogo. Usisubirie uitwe kuhubiri kwenye makanisa makubwa, kwenye maeneo makubwa. Anza na mtu mmoja uliye naye. Anzia hapo. Ikiwa unahofia kushiriki ushuhuda wako, yani kuambia watu habari njema, anza na mtu mmoja. Anza kuongea mwenyewe chumbani. Pale inatosha. Lakini mwisho kabisa, ili tuingie kwenye maombi, jifunze nguvu ya kutamka imani. Imani sio tu kuhusu unachofanya, imani pia inahusu unachokisema. Imeingia akilini hiyo. Kumbe kuna mkusanyiko wa vitu kadhaa ndio vikatengeneza imani. Unapoona maji ni mchanganyiko wa oxygen na hydrogen, ndio ikatoa maji. Kwa hiyo unaona maji kama kitu kimoja, lakini mtu wa chemistry anaona combination ya vitu. Unapoona imani haikutokana na kitu kimoja, ni mkusanyiko wa vitu kadhaa, ndipo imani ikaonekana inafanya kazi. Jifunze kutamka imani. Imani sio tu kuhusu unachofanya, pia ni kuhusu unachosema. Maneno yako yana nguvu na yanaweza kuongeza au kudhoofisha imani yako. Kuna fungu moja kwenye Misali, nimeliangalia kwenye tafsiri 3 nadhani siku hii ya leo. Tafsiri 3 kama sijakosea. Hebu sikiliza vizuri tafsiri ya kwanza. Misali 18 fungu la 21. Misali 18:21. Anasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima ipo katika nguvu ya ulimi. Akisema ulimi hana maana ulimi huu, ana maana matamshi. Na anasema hivi, na wanaopenda kuutumia wanakula matunda yake. Hiyo sentensi, wanaopenda kuutumia watakula matunda yake, ni neno la hekima limefichwa humo ndani. Sasa nataka tuipasue hiyo ili tuweze kuona kilichoko ndani yake. Wanaopenda kuutumia. Usichukulie hivyo. Maana yake ni kwamba wanaojua kuutumia watakula matunda yake. Kumbe hapa ni ujuzi. Tuendelee vizuri tafsiri nyingine. Nasoma Kiswahili cha kisasa. Andiko hilo. Ulimi una nguvu ya kufanya hai na kuua. Wanaopenda kuutumia watakula matunda yake. Amerudia neno lile tena, wanaopenda kuutumia. Ninaenda tena tafsiri ya 3. Inaitwa Amplified Bible. Nasoma kwa lugha ya mkoloni alafu nitatafsiri. Death and life are in the power of the tongue. And those who love it and indulge it will eat its fruit and bear the consequence of their words. Akanukuu Mathayo 12:37. Hiyo ni kile kitabu ambacho ni ile Biblia ambayo tunaita Amplified Bible. Sasa hebu angalia tofauti. Kuna maneno kadhaa ambayo yako tofauti hapo, nataka uyasikilize. Death and life. Angalia kile ambacho kimewekwa hapo. Ngoja ni kuwekee vizuri uone neno fulani ambalo natamani uweze kulielewa vizuri hapo. Turudie tena wale ambao tunafuatilia kwa njia ya PowerPoint. Hebu hiyo slide irudi tena hapo. Sikia maneno haya. Sikia. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it and indulge it will eat its fruit and bear the consequences of their words.
Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake na kubeba matokeo ya maneno yao. Sasa umeanza kuelewa kile ninachokisema sasa. Hoja sio tu jinsi unavyotenda, lakini pia na jinsi unavyoongea. Unaposema maneno ya shaka, unabatilisha imani yako mwenyewe. Mchungaji, sijakuelewa. Sisi kule katika milima ya Upare kuna utamaduni ambao tumeuzoea, tumekuwa nao hivyo, na bahati mbaya hasijaona umeandikwa popote, tumerithi hivyo hivyo. Unakuta kwamba mtu anaweza kujitamkia maneno mabaya. Mimi naona tu nitajinyonga, mimi naona sui heri sui nife. Mtu anatamka hivyo. Wazee wa Kipare kusikia wanakuambia tema chini. Yaani hilo neno liangukie chini, lisije likazaa. Wanakuwai kabisa, ukiongea umesema nini hapo? Huyu mwambie ateme chini haraka sana. Yeye maana yake ni kwamba renounce, kanusha. Kanusha haraka sana. Ikiwa kuna maneno ulijitamkia mabaya, ya kanusha kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo. Matamko yenye imani yanaunda mazingira ya kupokea muujiza wa Mungu. Kwenye kitabu kinaitwa Christ Object Lessons, ukurasa wa 146, paragrafu ya 4, sikia kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Zungumza na utende kana kwamba imani yako haina kikomo. Wow. Bwana ni tajiri wa rasilimali, anamiliki dunia. Tazama mbinguni kwa imani, tazama kwake yeye aliye na nuru, nguvu na ufanisi. Ungeliweza kuprinti hii dondoo ukaiweka pale ofisini kwako, ingekuwa ni baraka kubwa sana. Printi tu iweke pale, hii niliyoisoma. Zungumza na utende kana kwamba imani yako haina kikomo. Bwana ni tajiri wa rasilimali, anamiliki dunia. Tazama mbinguni kwa imani, tazama kwake yeye aliye na nguvu na ufanisi. Wakati fulani nikiwa na jambo langu la imani kubwa sana ambao ninamwambia Mungu, wakati mwingine natoka tu nje nyumbani kwangu, natoka nje, hata hawajui kwamba naenda wapi. Natazama juu angani, alafu ndani ya moyo wangu naongea, namwambia Mungu, wewe uishie juu, lakini pia ufungu na mipaka uko ndani ya moyo wangu, juu sana kuliko vyote, mmiliki wa kila kitu, na kuachia hili unitendee. Simple. Nikitoka hapo moyo wangu na amani tele, maana nimemwambia mmiliki wa kila kitu. Unakumbuka maneno ya Daudi na Goliati? Nikukumbusha kidogo. Usisahau kutuma maombi yako, maana tunaingia kwenye maombi sasa. Nakukumbusha maneno ya Daudi kwa haraka. Kitabu cha Samueli wa kwanza 17:45. Nasoma Kiswahili cha kisasa. Lakini Daudi akamwambia Goliati, wewe unanijia kwa upanga, mkuki na sime, lakini mimi ninakujia kwa jina la Mwenyezi Mungu wa majeshi, Mungu wa askari wa Israeli, ambaye wewe umewatukana. Sikia kauli yake hii, kwamba silaha zako zote si kitu kwa sababu ya Mungu niliye naye. Sikia maneno anayoyaongea hapa. Nenda fungu lile la 46. Anasema, siku ya leo Mwenyezi Mungu atakutia mikononi mwangu, nitakubwaga chini, nitakukata kichwa chako, na miili ya wanajeshi wa Wafilisti nitawapa ndege wa angani na wanyama wa porini. Ndipo dunia nzima itakapokuja kujua kuwa Mungu yuko katika Israeli. Fungu la 47. Watu wote waliokusanyika hapa leo watajua kuwa Mwenyezi Mungu hahitaji mikuki wala sime kuwaokoa watu. Hii ni vita ya Mwenyezi Mungu, na yeye atawatia nyinyi nyote mikononi mwetu. Nataka fungu hili la 47 ndilo uondoke nalo tunapoenda kuomba. Narudia tena, watu wote waliokusanyika hapa leo watajua kuwa Mwenyezi Mungu hahitaji mikuki wala sime kuwaokoa watu. Mimi sijui unapitia changamoto gani. Mungu hahitaji pesa ili kumlipia mtoto wako ada. Anaweza kuamuru chochote kile. Usimlimiti Mungu.
Anza kutamka imani, anza kutenda imani, chukua hatua ndogo ndogo. Imani inazaa matunda inapofanyiwa kazi na kutii. Amini ukatii. Mwanamke mjane alipoambiwa na Eliya, ukaniletee nile, alienda akaleta, akapika, na unga haukukatika na chakula hakikukoma, kwa sababu imani yake ilichanganywa na matendo. Kuna kitu Mungu anakusukuma kufanya. Mimi sijui ni kitu gani. Huenda Mungu anakusukuma kwenda kununua kitu fulani pale kanisani. Huenda Mungu anakusukuma kwenda kumsaidia mjane fulani au mtu mwenye changamoto yote. Mungu anakusukuma kwenda kufanya hatua fulani ya imani katika biashara. Nenda ukafanye sasa. Na kwenda kuomba sasa. Pale ulipo, ungana nasi kwa njia ya imani. Mungu yuko nawe hapo hapo ulipo. Hapo hapo ulipo, Mungu yupo. Namba hiyo ambayo imepita hapo na umetuma maombi yako, tunakwenda kuomba. Tuombe sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji huyo. Ninakushukuru kwa kuwa siku ya leo umetufundisha namna ya kuifanya imani iweze kuonyesha matendo yake, matokeo yaweze kuonekana. Ninakutukuza kwa ajili ya somo hili. Sasa tusaidie likaingie katika vitendo, tukalifanyie kazi. Anayetamani kuanzisha biashara, mpe ujasiri wa kusonga mbele. Kutafuta ajira, mpe ujasiri. Anahitaji uponyaji, akaanze kuiona nguvu yako ya uponyaji ikiingia ndani yake. Anahitaji amani katika ndoa, akaone amani katika ndoa. Anahitaji baraka ya mchumba. Kila mmoja, angalia watu waliotuma maneno mbalimbali na maombi hapo katika YouTube, wameandika yote na yaleta katika mikono yako. Mungu wetu, kawatendee sawasawa na wingi wa fadhili zako. Wote walioandika, kama ulivyotamka kwa wale wakoma, nendeni mkajionyeshe nao wakawa wazima. Kwa imani hiyo hiyo na kwa neno lako, ninatamka kwa yeyote anayetazama, tatizo lako Mungu amelimaliza kwa jina la Yesu Kristo. Vifungo vyote, nguvu za giza, achia kwa jina la Yesu Kristo. Natamka baraka katika biashara yako. Natamka baraka katika ndoa yako. Natamka baraka katika afya ya mwili wako. Natamka baraka katika masomo yako. Katika swala lako la kupata uraia, natamka baraka. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tumesikia mbiu